ukiwa kama trader ni muhimu uweze kuzingatia zile counter ambazo unaamua kuingia kwa ajili ya kutrade. Jana ama juzi nimeziongelea baadhi ya counters, asilimia kubwa zile ambazo zinatembea kwa 5%, labda na 2% kwa siku. Za 2% achana nazo kabisa, kwa sababu hizo zitakuchelewesha sana. Unakuta siku nzima mambo yote yako sawa, inapanda kwa 2%. Na ukipiga hesabu zako vizuri katika makato tu, acha haya ya mambo ya kufanya transfer ya hela, labda benki, labda M-Pesa, achana nayo. Yale ya kwenda kwa broker, ya kwenda DSE, ya kwenda kwa wale wengine ambao wanakukatakata zile. Ukiangalia jumla ya makato, unakatwa 2.4. Sasa 2.4, ukiweka ya kukatwa wakati unanunua na ya kukatwa wakati pia unauza, kwa sababu makato ni yale yale, ukijumlisha zote unapata kitu karibu kama 5%. Tukisema roughly ni 5%. Ukiweka na yale makato ya kwenye simu, labda ni M-Pesa, labda ni Mixx by Yas au mtandao mwingine wote ambao unatumia, unajikuta unakatwa mpaka karibu 7% ama 8%. Kwa hiyo kwa counter ambayo inatembea 2% kwa siku, ina maana siku 4 nzima ambazo utakuwa labda umehold na inapanda kwa 2%, ina maana hizo siku 4 zote ndio umeweza kurudisha ile hela yote ambayo umekatwa, bado hujapata faida hata senti moja. Kwa hiyo ni muhimu uweze kuangalia counter ambayo ina hatua kubwa kubwa, ama ile cap yake kidogo inaipa gap ya kuweza kutembea either 10%, 12%, 13% mpaka 15%. Na unapokuwa unaweka order yako pale, unahakikisha umeingia kipindi ambacho bado ile market forces zipo positive, kiasi kwamba zinasukuma bei kwenda juu, kipindi ambacho demand bado ni kubwa. Kwa sababu pia tukumbuke kitu kimoja, counter ambayo inatembea sana kwa maana ya 15% kupanda, ni hivyo hivyo pia na kwenye kushuka. Kwa hiyo inaweza ikawa inapanda 15% ukaifurahia, lakini pia ukumbuke kwenye kurudi na yenyewe pia inaweza ikawa inarudi asilimia hizo 15, inaweza ikarudi 9%, inaweza ikarudi 10%. Kwa hiyo zingatia speed yako na timing ya kuingia. Ile timing ya kuingia ndio kila kitu. Ukiingia wakati ambao ni mbaya, unaweza ukaingia leo, kitambo zile shares zinakuja kuonekana kwenye akaunti yako, unakuta tayari mambo yamegeuka. Kwa hiyo ni muhimu uweze kuzingatia hiyo kama unataka kudumu ama kupata faida kwa muda mrefu.